Tunashukuru serikali kwa kuleta magari takriban 6 pale ya uokoaji. Kwa sababu kipindi cha nyuma kidogo kulikuwa shida usafirishaji wa wagonjwa, kwa sababu tumeiona pale ambulance. Pia hata jinsi ya uokoaji, kwa sababu miundombinu yetu haikuwa mizuri sana kwa kipindi cha nyuma. Ila kwa sasa, kwa sababu miundombinu nayo inaruhusu na wametuletea magari, kila aina ya magari. Gari za ambulance, gari za uokoaji, gari za elimu. Kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa hili. Lakini pia watu wa zimamoto kwa weledi wao tunashukuru, kwa sababu walikuwa wana magari kabisa ya uokoaji. Walikuwa na gari moja tu ambalo pia ilikuwa inakuwa ubovu, lakini walikuwa wana attend kwenye sehemu za matukio. Lakini kwa sasa wameongezea ujuzi pamoja na magari mengi. Maana yake ni kuwa ufanisi wa kazi utakuwa mzuri sana. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu wale watakao kuwa wanaviendesha, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema, lakini pia waviendeshe katika hali ya usalama zaidi. Siwe sasa wamepata vile vifaa vipya basi ndio wanaendesha tu vibaya na nini, kwa kweli itakuwa hawatendi haki. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, tunamwombea dua mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunaiombea nchi yetu iwe na amani, hasa tunavyoelekea katika uchaguzi, kwa sababu vifaa hivi kama hakuna amani, hakuna kitakachokuwa kinafanyika. Umeona, itakuwa ni msaada bure tu. Kwa zimamoto nawaambia kwamba elimu ndio kila kitu. Bila elimu hakuna kitakachotokea. Gari tumeiona pale ya elimu, wapite tena, mimi nawaambia wapite hata misikitini mwetu, wapite wanatoa elimu, wala wasione kazi. Hiyo ndo kazi yao. Kwa hiyo wapite hata misikitini, sisi tuko tayari kuwapokea, hasa katika kata yangu na hata kata nyingine. Tuko tayari kuwapokea, waje watoe elimu. Naamini eneo letu kwa ujumla litakuwa lina usalama wa kutosha. Pia mambo naona yatakuwa yako vizuri zaidi. Zamani uokoaji ulikuwepo ila vifaa vilikuwa vichache, lakini hata hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, wapambanaji bado wapo kazini, wanaendelea vizuri. Moyo wa kizalendo wa hali ya juu sana. Vifaa tulivyokuwa navyo, kwanza mlikuwa mnahakikisha vinakuwepo na vinaendelea kutumika. Mlikuwa na uwezo wa kukabiliana na majanga mbalimbali. Mtu mwingine akiona huko anajua mna mamilioni ya vifaa, lakini ni kwa sababu ya uzalendo na kujituma kwenu. Wote tumeshuhudia boti imezama, sijui mafuriko yametokea, humkuti mtu mwingine ambaye anajitolea kama nyinyi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa kushirikiana na wananchi na taasisi zingine, lakini mmekuwa mstari wa mbele. Unakuta moto umetokea mahala fulani, taarifa naipata nikienda kufuatilia, nakuta tayari mko eneo lile. Iwe ni hapa Mtwara mjini, iwe ni kwenye wilaya, iwe Masasi, iwe wapi, kwenye maokozi yote mmekuwa mnafanya kazi kubwa sana. Sasa mmeongezewa vifaa hivi, na amini ufanisi wenu unaenda kuongezeka. Lakini kwa kweli utendaji wenu, mimi kama kiongozi wenu wa mkoa, unanibariki. Mmekuwa watunzaji wazuri wa vile vifaa vilivyokuwepo awali, na amini mnaenda kuvitunza vizuri na mnaenda kufanya kazi ya ufanisi mkubwa zaidi. Ombi langu kwenu, tuvitunze. Yetu hii ya Mtwara tulikuwa na mtambo mmoja ambao ni wa kuzima moto, lakini sasa hivi tumeongeza mtambo mingine miwili ambayo inashughulika na kuzima moto pamoja na maokozi. Tumeongeza gari nyingine kwa ajili ya majeruhi ambayo ni ambulance, kubebea majeruhi. Tumeongezewa gari nyingine kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za kutoa elimu. Kama mnavyojua, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunatoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo kwa ujio wa vitendea kazi huu utatufanya sisi tufanye kazi zetu kwa ufanisi. Hivyo naomba nitoe wito kwa jamii kwamba, au rai, wanapoona au wanapopata majanga ya moto na maokozi au chochote kile kinachohitajika kuokoa, wasite kupiga namba yetu ya dharura ambayo ni 114.